Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi inaitwa Katika Penzi na Wakala wa Shetani, iliyoandikwa na mtunzi Hashim Aziz. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 4 tulipokuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale ambapo madhara yaliyotokana na Samantha kufanya mapenzi kwa mara ya pili tena na Edmund hayakuwa ni kwa baba yake tu, bali ilikuwa ni kuiruhusu hata ile misukule kule kwa mganga Shiwinga Bagamoyo itoke na kurejea mitaani. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 5. Wachungaji, viongozi mbalimbali wa dini pamoja na waganga wa kienyeji walitumia vyema fursa hiyo. Wengi walikuwa wanatangaza kwamba wana uwezo wa kuwaponya na kuwarudisha misukule hao katika hali yao ya kawaida, jambo lililosababisha ndugu wa watu wale waliokuwa na tatizo hilo kuanza kuhangaika huko na kule kwenye nyumba za ibada. Kila mtu alikuwa anahitaji kumsaidia tu ndugu yake. Hata hivyo, hakuna ambaye alikuwa anaonyesha kupata hueni wala kuwa na dalili za kupona. Gumzo likawa linazidi kuwa kubwa zaidi mtaani. Unasema kwamba tukae tumshukuru Mungu hivyo na akili kweli, mke wangu? Sasa mume wangu, nafikiri tutafanya kitu gani kama haya yote yanatokea? Lazima tufanye kitu, ama hujasikia habari za misukule inayoonekana huko mtaani? Sasa kwani mume wangu unahusika vipi na hiyo misukule? Usijifanye kama hujui, mke wangu, sawa? Hao ni wanaume wote waliokuwa wanajaribu kufanya mapenzi na Samantha na kujikuta walikuwa wanaingia kwenye mtego wangu mimi. Hao ndio misukule ambayo inaonekana leo hiyo. Wewe uliniambia kwamba wanakufa, ama inawezekana vipi sasa mtu aliyekufa kuonekana tena mitaani? Hawakuwa wanakufa moja kwa moja kama ambavyo ulikuwa unafikiria wewe. Baadhi walikuwa wanachukuliwa kama misukule kwa ajili ya kutusaidia kwenye biashara. Sasa inaonekana wanatoroka kule ambako walikuwa wamehifadhiwa. Inabidi sasa hivi sasa niende Bagamoyo kwa mganga Shiwinga kutaka kujua ni kitu gani ambacho kinatokea. Na hisi na ujumiwa kabisa hapa. Alizungumza vile babake na Samantha kwa hasira. Taarifa hii ilimwacha mke wake akiwa mdomo wazi kabisa. Sasa kama wakipona, si wanaweza kueleza ukweli kabisa kilichotokea? Unafikiri tutaficha wapi sura zetu? Wewe umeamua kushirikiana na mtoto wako kunijumu mimi, Mkae mkijua kabisa kwamba hili tatizo sio langu peke yangu. Ni tatizo letu sote. Kwa hivyo sasa, kama mtaendelea kufichiana siri na mwanao, kitakachotokea tusilaumiane kabisa. Niko tayari bibi kuua kabisa. Alizungumza vile babake na Samantha, na ukweli alikuwa anachomeka bastora kiunoni. Alitoka na kisha kuingia ndani ya gari. Safari ya kuelekea nyumbani kwa mganga Shiwinga Bagamoyo ilianza. Mungu wangu, yani kumbe mambo yenyewe ndio jinsi yalivyokuwa makubwa hivi. Alizungumza vile mamake Samantha wakati akiwa anamsindikiza mumeo kwa macho, wakati akiwa anatoka kwa kasi getini na kuanza safari ya kuelekea Bagamoyo, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na jaziba kali kuliko kawaida. Samantha, abe mume wangu, ni siku ya pili sasa hujarudi nyumbani. Unafikiri wazazi wako watakuwa kwenye hali gani? Edmund, na kumbe wewe hunipendi, Yani yote yale ambayo nimekueleza kuhusiana na baba leo, unataka nirudi tena kule nyumbani? Unataka nikafe mimi kule? Hapana, sikuwa na maana hiyo mpenzi. Najua kama wazazi lazima watakuwa kwenye wakati mgumu sana mara baada wewe kutoonekana. Si ajabu hata wakaenda kutoa taarifa polisi kwamba huonekani. Achana nao tu, mimi nina wazo Edmund. Hatuwezi kuendelea kabisa kukaa kwa amani. Unaonaje kama tukiondoka kabisa hapa Dar es Salaam kwa muda mpaka mambo yakishatulia ndio turejee? Tunaenda wapi? Popote pale tu Edmund, tunaweza kwenda hata Arusha, Mbeya, Mwanza au hata Njombe huko kwa kina Felix Mwenda. Nasikia ni kuzuri tu kama Mbogoland tu. Maana pesa sio tatizo kwangu. Alizungumza vile Samantha, wazo ambalo Edmund alikubaliana nalo, lakini walikubaliana kwamba kabla hawajaondoka ni lazima waende kwa mganga Shiwinga kumpatia taarifa ya maamuzi yao na pia kupewa dawa nyingine za kuendelea kutumia huko ambako wanakokimbilia. Ni wazo zuri, inabidi tuende sasa Bagamoyo. Moyo wangu una amani kabisa kwa sababu najua baba atatusaka kwa udi na uvumba. Na muda sio mrefu atajua mahali tulipojificha na kisha ikawa matatizo.
alizungumza pale Samantha. Bila kupoteza muda wakajiandaa kwa safari ya kuelekea huko Bagamoyo, bila kujua kwamba hata babake na Samantha muda ule ule pia alikuwa njiani kuelekea huko Bagamoyo, na kiunoni alikuwa na bastora. Kwa kuwa safari hii Samantha hakuwa na gari, waliamua kukodi taksi ya kuwapeleka huko Bagamoyo. Walihakikisha walikuwa wamefunga vizuri kabisa nyumba hii na kutoka mpaka mtaa wa pili kulipokuwa na maegesho ya taksi. Waliingia ndani ya taksi moja na kisha kuzungumza na dereva. Mara baada ya kukubaliana, safari ya kuelekea Bagamoyo ilianza. Wawili hawa walikuwa wamekaa siti ya nyuma. Samantha alikuwa amejilaza kwenye miguu ya Edmund kimahaba kabisa. Safari ilikuwa inaendelea tu mpaka walipowasili Bagamoyo. Wakamweleza dereva kuiacha barabara ya lami na kisha kuingia kwenye barabara ya vumbi ambayo hii ilikuwa inaelekea nyumbani kwa mganga Shiwenga. Dakika chache baadaye sasa waliwasili nyumbani kwa mganga huyo. Wakamlipa dereva pesa yake na kisha kumwambia aende kuwasubiria kwenye barabara ya lami. Walichukua nambari zake za simu na kisha waliingia nyumbani kwa mganga huyo ambaye aliwakaribisha vizuri kwa uchangamfu kabisa. Muda mfupi mara baada ya kuwasili nyumbani hapo, wakiwa wanapiga stories hapa na pale, walisikia mungurumo wa gari nje ya nyumba hiyo. Samantha pamoja na Edmund walihisi dereva huyo wa taxi atakuwa amesahau kitu. Ilibidi sasa watoke kwa lengo la kwenda kumsikiliza tu, katika hali ambayo hakuna ambaye alikuwa ameamini. Walipotoka tu walikutana uso kwa uso na babake Samantha ambaye huyo tayari alikuwa ameshashuka kwenye gari yake na kuiacha ikiwa inaendelea tu kuunguruma. Nilijua tu lazima nitawapata washenzi kabisa nyinyi. Na kumbe wewe ndio unampatia jeuri mwanangu, si ndio? Alizungumza vile mzee huyu, na huko alikuwa anapeleka mkono wake kiunoni na kufumba na kufumbua. Sasa alichoma bastora na kuikoki pale pale na kumnyosha Edmund. Tukimbie Edmund, tukimbie, atakuwa mimi namjua vizuri babangu. Alizungumza vile Samantha kwa hofu na kumshika mkono wa Edmund ambaye huyu alikuwa amedoa tu asijue ni kitu gani afanye. Walianza kukimbia kuelekea nyuma ya nyumba ya mganga Shiwenga, lakini kabla hawajafika mbali mlio wa risasi ulisikika. Mganga Shiwenga akiwa ndani ya nyumba yake alishtuka kweli kweli kusikia mzozo mkubwa nje ya nyumba yake. Aliacha kila kitu ambacho alikuwa anafanya kule ndani na kutoka nje, lakini alipofika mlangoni alishtuka kweli kweli kupita kiasi mara baada ya kusikia mlio mkubwa wa risasi. Akajikaza kiume na kisha kutoka mpaka nje. Alishindwa kabisa kuyaamini macho yake kwa kile ambacho alikuwa anakiona. Baba yake na Samantha alikuwa ameshika bastora na huko naye alikuwa anaonyesha kupigwa na bumbuazi, akiwa ni kama haamini kabisa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Edmund, kimbia mpenzi wangu, kimbia baba, atakuwa. Hapana Samantha, siwezi kabisa kuondoka bila wewe. Alizungumza pale Edmund, na huko naye sasa alikuwa ni kama haamini kabisa kile ambacho alikuwa anakiona. Samantha alikuwa amedodoka chini na huko damu nyingi zilikuwa zinamtoka mithili ya bomba lililokuwa limepasuka. Risasi ambayo baba yake alikuwa amefyatua, badala ya kumpiga Edmund kama mwenyewe alivyokuwa amepania, ilipenya na kuingia kwenye paja la mguu wa kushoto wa mwanae na kusababisha adondoke chini kama mzigo. Damu nyingi zilikuwa zinamtoka muda ule. Licha ya Samantha kuendelea kumsisitiza kwamba Edmund atoroke, lakini kijana huyu hakuwa tayari kabisa. Akaona kwamba ni bora apigwe risasi na kufa kuliko kukimbia na kumwacha Samantha akiwa kwenye hali kama hiyo. Kitendo cha kumpiga risasi mtoto wake kilifanya babake na Samantha ambaki alikuwa amepigwa tu na butwa kwa sekunde kadhaa, na huko alikuwa bado vile vile ameshika bastora yake. Ni mpaka mganga Shiwenga alipotoka nje ndipo mzee huyu alipoziruka na kujikuta alikuwa anajilaumu mwenyewe kwa kitendo ambacho alikuwa amekifanya. Babake Samantha pamoja na mganga Shiwenga walikimbia mpaka pale Samantha alipokuwa ameanguka, na huku Edmund alikuwa anajaribu kuzuia damu zisiendelee tu kumtoka kwa wingi. Mara baada ya wawili wale sasa kufika kufumba na kufumbua, babake Samantha alimpiga Edmund konde zito lililomfanya dondoke chini kama mzigo. Akamfuata na kisha kuanza kumpiga mateke ya tumboni, na huko alikuwa anamtolea matusi ya nguoni kabisa, hali iliyosababisha zoezi la kumwokoa Samantha lisitishwe kwa muda. Unakosea sana baba Samantha, tumsaidie kwanza, mtoto atakufa huko tunamuona, alizungumza vile mganga Shiwenga. Babake na Samantha alimalizia kupiga teke jingine kwa nguvu na kisha kusababisha Edmund ya ugumi ya maumivu makali. Walianza kumsaidia Samantha ambapo alimbeba juu na kisha kumsogezea eneo ambalo lilikuwa na nafasi. Mganga Shiwenga alikimbilia ndani na muda mfupi baadaye alitoka na huko alikuwa na dawa ya maji. Alianza kumpaka Samantha pale kwenye jeraha lake na huko alikuwa anampa Edmund kazi ya kutwanga dawa nyingine ya majani.
Huyo mshenzi sitaki afanye kazi yoyote ile. Kwanza ondoka hapa nisije nikakupiga risasi bure mimi hapa. Alikuwa nafoka vile babake na Samantha, lakini mganga Shiwinga akaingilia kati na kumsihi mzee huyu atulize hasira zake kwanza. Kwa wakati ule jambo la muhimu lile, kwa sababu kwa muda ule jambo la muhimu ilikuwa ni kuokoa maisha ya Samantha kwanza. Edmund ambaye huyu alikuwa anatoka na damu mdomoni kutokana na ngumi ambazo alikuwa amepigwa na babake na Edmund, na huko mikono yake pia ikiwa imetapaka damu ambazo alikuwa amezishika wakati akimsaidia Samantha. Alitii kile ambacho alikuwa anaambiwa na mganga Shiwinga. Alianza kutwanga dawa kwenye kinu kikubwa, na huko mara kwa mara babake na Samantha alikuwa anamkata jicho baya kweli kweli. Walipofanikiwa kuzuia damu zisiendelee kutoka, mganga Shiwinga pamoja na babake Samantha walisaidiana kumpakiza Samantha kwenye gari kwa ajili ya kumwahisha hospitali. Na wewe mshenzi, ingia ndani ya gari hapa, alizungumza pale babake na Samantha kwa ukali, akiwa anamwambia Edmund ambaye huyu alisita kwa sekunde kadhaa. Alipomtazama Samantha alivyokuwa anaendelea kuugulia maumivu, hakuwa na cha kufanya zaidi ya kutii kile ambacho alikuwa ameambiwa. Alikaa kwenye siti moja na Samantha ambaye huyu, ijapokuwa alikuwa kwenye maumivu makali, lakini alishindwa kabisa kuficha furaha yake mara baada ya kumwona Edmund akiwa amekaa pembeni yake. Kwa kasi kubwa babake na Samantha aliondoa gari lake na kumwacha mganga Shiwinga. Alikuwa amesimama tu nyuma ya nyumba yake. Kila kitu kilikuwa kimetokea kwa kasi kubwa mno, mithili ya filamu ya kusisimua ya Hollywood. Baba yake Samantha alikuwa na kazi moja tu nyuma ya usukani, ilikuwa ni kukanyaga mafuta tu. Gari likawa sasa linakimbia, utafikiri lipo kwenye mashindano. Takriban dakika 30 baadaye tayari walikuwa wameshawasili Dar es Salaam. Mzee huyu alikwenda moja kwa moja mpaka kwenye kituo cha polisi Oysterbay. Edmund alishikwa na mshangao kwa sababu alitegemea breki ya kwanza ingekuwa hospitalini. Mapigo ya moyo yakawa yanamwenda mbio kweli kuliko kawaida. Kwa muda wote ule Samantha alikuwa amepitiwa na usingizi mzito kutokana na kuugulia maumivu kwa muda mrefu. Kwa kupitia vioo vya gari la kifahari ambalo walikuwa wamepanda, Edmund aliweza kumwona vizuri babake na Samantha alikuwa anazungumza jambo na askari kadhaa ambao hawa walikuwa wamemzunguka. Akawa sasa anawaeleza jambo na alikuwa anaonyesha kwenye gari yake. Askari watatu waliokuwa na silaha wakatembea haraka mpaka kwenye gari. Edmund akastukia alikuwa anashushwa chini na kuokotwa mzobe mpaka kaunta. Afande, kwani mimi nimefanya kosa gani? Umefanya jaribio la kuua kwa kutumia silaha, alizungumzia pale askari mmoja, na huko alikuwa anamwamuru Edmund kuvua viatu na mkanda wake kisha kusalimisha kila ambacho kilikuwa chake kaunta pale. Babake na Samantha ambaye alikuwa anaandikiwa fomu ya matibabu PF3 na askari mmoja wa pembeni alikuwa anajifanya kutosikia chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Sekunde chache mbele alitoka na fomu yake, alienda kwenye gari yake, alipanda na kisha kuondoka kwa kasi kubwa na kumwacha Edmund akiwa chini ya ulinzi mkali pale polisi. Mungu wangu, kwani mimi nimefanya kosa gani afande? Alikuwa anauliza pale Edmund, lakini kama ilivyokuwa mwanzo tu hakuna hata mmoja aliyemjibu. Mara baada ya kumaliza kukabidhi vifaa vyake kaunta, alibebwa mzobe na kuingizwa mahabusu. Akiwa nyuma ya nondo, Edmund alikuwa analia kwa uchungu mkubwa kweli. Alikuwa anaona kama babake na Samantha alikuwa anamuonea bila sababu yoyote ya msingi, kwa sababu kama ni mapenzi, binti yake ndiye ambaye alikuwa anampenda yeye. Sasa mimi kosa langu ni lipi hapa? Nimekosea kitu gani mimi Mungu wangu mpaka kustahili mateso kama haya? Sijawahi kabisa kuingia sero hata siku moja. Leo kwa sababu tu ya mapenzi yetu ndio naingia sero. Kwa nini lakini mimi? Edmund alikuwa anajisemea tu mwenyewe kama mwenda wazimu, akiwa amekaa tu kwenye kona moja ya mahabusu. Ilikuwa imejaa wahalifu wengine wengi tu, na huku kulikuwa na hewa nzito. Dogo, vipi, mbona unalialia? Mwanaume mmoja mwenye mwili mkubwa ambaye huyu alikuwa amevua shati na kubaki kifua wazi alimuuliza vile Edmund, na huku alikuwa na mgonga begani. Edmund alipomgeukia na macho yao kugongana, akajikuta alikuwa na kosa cha kujibu kabisa, kwa sababu bila hata kuuliza mwanaume huyu alionekana kuwa miongoni mwa wahalifu wazoefu kutokana na jinsi uso wake ulivyokuwa na makovu mengi makubwa. Ni mambo ya kawaida tu braza. Ukishaingia humu inabidi uwe mgumu, sawa dogo? Mambo ya kulialia kama mtoto wa kike wenzako atakuoa shauri yako, alizungumza vile mwanaume huyo kwa sauti ya kukwaruza na kusababisha mahabusu wengine wacheke kwa nguvu. Ikabidi sasa Edmund ajikaze kisabuni
akawa anaugulia tu maumivu ndani kwa ndani. Hapa ni wapi jamani, nimefikaje? Na Edmund wangu yuko wapi? Samantha alizungumza pale kwa taabu mara baada ya kuzuruka na kujikuta alikuwa sehemu tofauti kabisa ambayo hakuwa amekumbuka kabisa alikuwa amefika vipi. Samantha, asante sana Mungu. Nesi ameamka? Mama yake na Samantha aliyekuwa amekaa pembeni ya kitanda ambacho alikuwa amelazwa mtoto wake alimuita vile Nesi, na huko alikuwa anainua mikono yake juu kama ishara ya kumshukuru Mungu wake. Mama, kwani hapa ni wapi hapa? Samantha alikuwa anaendelea tu kuuliza maswali, na huko alikuwa anashangaa chupa ya damu iliyokuwa inatiririka kuingia kwenye mishipa yake. Hapa ni hospitali mwanangu, liletwa ukiwa hujatambui kabisa, alizungumza vile mama yake na Samantha, na huko alikuwa anatoka na machozi ambayo Samantha hakuelewa kabisa kama ilikuwa ni machozi ya furaha ama ilikuwa ni huzuni. Akataka kuinuka pale kitandani, lakini bado hakuwa anakumbuka kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimesababisha akawa kwenye hali kama ile. Lakini maumivu makali ya mguu yakamrudisha tena kitandani. Kwa mbali kabisa alianza kukumbuka kile ambacho kilikuwa kimetokea. Mama, nimefanya kitu gani mguu tena? Edmund alikuwa anataka kuwe kabisa mwanangu. Amekupiga risasi ya mguuni, lakini usijali, tayari ameshakamatwa na hivi tunavyozungumza yuko mikononi mwa polisi. What? Ndio hivyo mwanangu, babako amesema kwamba hatakubali kabisa. Atahakikisha yule kijana anapotea kabisa kwa makosa aliyofanya. Mama, baba muongo kabisa, kakudanganya kabisa mama, alizungumza vile Samantha, na huko alikuwa anaanza kulia kwa uchungu kweli kweli. Kumbukumbu za yote yaliyotokea zikaanza kujirudia ndani ya kichwa chake. Samantha alikumbuka vizuri kabisa jinsi alivyokuwa amepanga kutoroka na Edmund na kukimbilia mbali kabisa nje kabisa mkoa wa Dar es Salaam, ili kusudi isiwe rahisi kabisa kwa babake kuendelea kuwafuatilia. Na alikumbuka vizuri kabisa jinsi walivyofunga safari mpaka kwa mganga Shiwinga huko Bagamoyo. Alikumbuka pia jinsi babake alivyowafuata mpaka kwa mganga kule, na jinsi alivyochoma bastora kiunoni mwake kwa lengo la kumpiga risasi Edmund kumpoteza kabisa, na jinsi msichana huyu alivyojitoa sadaka kujikuta akiwa anapigwa risasi yeye mguuni na baba yake. Edmund, kimbia mpenzi wangu, kimbia mpenzi wangu, baba atakuwa. Hapana Samantha, siwezi kabisa kuondoka bila wewe. Samantha aliweza kuyakumbuka vizuri kabisa maneno ya mwisho kabisa aliyokuwa amezungumza na mpenzi wake Edmund, na muda huo damu nyingi zilikuwa zinamvuja kweli kweli mguuni. Mama, sio kweli kabisa, baba amekudanganya, kwa sababu yeye baba ndio alionipiga risasi mimi, kwa sababu alikuwa anataka kumua Edmund, alizungumza vile Samantha, kauli ambayo ilimshtua mno mama yake na Samantha. Unasema? Mwanangu Samantha, utakuwa umechanganyika labda pengine. Unajua umepoteza damu nyingi sana mwanangu, na istosha umechoma sindano kali za kuzuia maumivu. Inawezekana hizo dawa ndizo zinakuchanganya mwanangu. Hapana mama, mimi niko na akili zangu timamu kabisa, niamini kile ambacho nazungumza. Hata mganga Shiwinga anaweza kuwa shahidi, na ukienda atakueleza kila kitu kama mimi ambavyo nimekueleza. Hapana mwanangu, naambia upumzike sawa. Nesi, muongeze dawa ya usingizi, endelee kupumzika, alizungumza vile mama yake na Samantha, akiwa naamini kabisa kwamba mtoto wake atakuwa amechanganyikiwa, kwa sababu hakuwa naamini kabisa kwamba eti mumewe anaweza kufanya kitendo kama hicho kwa binti yake mwenyewe. Kwa kuwa Nesi alikuwa jirani, alimchoma sindano ya usingizi Samantha, ambaye bado alikuwa anaendelea tu kusisitiza kwamba kile ambacho alikuwa anazungumza kilikuwa ni cha kweli kabisa, mpaka alipokuwa anapitwa na usingizi mzito. Maneno yaliyozungumza na mtoto wake yalikuwa yanaendelea tu kujirudia kichwani mwake. Mama yake na Samantha, japokuwa kwa upande mmoja alikuwa akibisha kwamba mumewe hawezi kabisa kufanya jambo kama hilo, lakini katika upande mwingine alikubali kabisa kwamba ni kweli anaweza kuwa sababu. Tangu aanze kukumbwa na misukosuko ya utajiri wake na kuanza kupukutika, alikuwa ni kama amechanganyikiwa hivyo mpaka kufikia hatua ya kumpiga mke wake, jambo ambalo hajawahi kabisa kulifanya hata siku moja kwa zaidi ya miaka 25 tangu awali. Muda mfupi baadaye sasa mumewe alifika hospitalini hapo, na alikuwa anaonyesha kukosa kabisa utulivu. Alikwenda mpaka kwenye wodi maalum ya VIP ambako ndiko alikokuwa amelazwa Samantha. Vipi, anaendeleaje huyo? Alizungumza pale babake na Samantha, na huko alikuwa anakaa pembeni ya mke wake. Anaendelea vizuri tu, amerejea na fahamu zake, lakini inaonyesha bado akili zake hazijatulia,
Alizungumza vile mama yake na Samantha, na huko alikuwa anakaa vizuri pale kitandani kwa lengo la kumchunguza vizuri mumewe, kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa kweli kumtambua kwamba alikuwa anazungumza ukweli ama alikuwa anadanganya. Akawa sasa anaendelea tu kumhoji maswali hapa na pale, ambapo kwa kumtazama tu aligundua kwamba kuna jambo alikuwa analificha. Hata hivyo hakuwa anataka kabisa kuonyesha kwamba alikuwa amestokea jambo lolote lile. Waliendelea tu kuzungumza mambo yao ya kawaida, na huko alikuwa anamuunga mkono kila ambacho alikuwa anazungumza. Mama wangu anasema kwamba huyu kijana ulimpeleka kituo gani? Na yuko Oysterbay pale, mshenzi sana yule kijana. Alizungumza vile babake na Samantha, na huko alikuwa anaonyesha kudhamiria kweli kumpoteza kusudi kulinda utajiri wake ambao tayari walikuwa wameshaanza kuleta misukosuko. Baadaye aliondoka na kumwacha mama yake na Samantha akiwa pembeni ya Samantha pale wodini. Na mara baada ya dawa za usingizi kuisha nguvu, Samantha aliziruka tena usingizini, ambapo sasa kama ilivyokuwa mara ya mwisho kabla hajachoma sindano ya usingizi, alikuwa anaendelea tu kumsisitizia mama yake kwamba Edmund hakuwa na kosa lolote lile kama ambavyo babake alikuwa amezungumza. Mama, nilikuwa naomba umsaidie sana Edmund, anateseka sana kwa kosa ambalo hajalifanya mama. Alikuwa anazungumza vile Samantha, na huko alikuwa analia. Mama yake alimtaka atulie kwanza, kwa sababu hata yeye alikuwa ameanza kuwa na wasiwasi kwamba kijana huyo ni kweli alikuwa hana hatia. Alimtaka Samantha mueleze kwa kirefu ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea. Lengo la kumwambia kwamba mueleze upya ilikuwa ni kutaka kufananisha maelezo aliyompatia awali na ambacho angekisema muda huu, kwa sababu kama alikuwa anadanganya isingekuwa rahisi kabisa maelezo ya mwanzo na muda huu kufanana. Hata hivyo Samantha alieleza kama ambavyo alikuwa ameeleza mwanzo bila kuongeza wala kupunguza jambo lolote, jambo lililomfanya mama yake Samantha aamini kabisa kwamba mwanae alikuwa anazungumza ukweli, na wala hakuwa anazungumza kwa shinikizo la dawa ambazo alikuwa amechoma kama ambavyo mwanzo alikuwa anafikiria. Basi naomba nisikilize mimi mwanangu, sawa? Mimi nitamsaidia Edmund na nitahakikisha na kwenda kumtoa mahabusu, lakini pia lazima nikusimamia wewe upone kwanza mwanangu. Mama, mpaka mimi nikapone unafikiri itakuwa lini mama? Nakuomba kamtoe kwanza Edmund, na nataka nimuone, nakuomba sana mama. Usiwe na haraka mwanangu, sawa? Wewe kuwa mpole tu. Haiwezekani mwanangu, afya yako ni muhimu sana. Mama, usipoenda kumtoa leo unachukua maamuzi magumu ya kujua mwenyewe mama. Sintoweza kabisa kuvumilia kuona mpenzi wangu anateseka. Alizungumza vile Samantha kwa sauti ya juu kabisa, na huko alikuwa anaonyesha kutokuwa na hata chembe ya masihara. Kauli hiyo ilipenya kwenye ngoma za masikio ya babake na Samantha, ambaye huyu alikuwa mlangoni muda ule alikuwa anataka kuingia. Mkononi alikuwa amebeba matunda pamoja na juisi ambavyo hivi alikuwa amekwenda kumnunulia mwanae. Anasemaje huyu? Eti Samantha, unasemaje wewe? Aliuliza vile babake Samantha akiwa ameshafungua mlango na kisha kuingia odini humo. Macho yake na ya mwanae akagongana pale pale. Usipoenda kumtoa polisi Edmund baba, mimi najua kabisa. Mtoto mshenzi kabisa wewe. Yaani matatizo yote yanayotokea na kumbe yule mshenzi ndiye anayesababisha. Na leo hii tena unadiliki kufumbua mdomo wako kuzungumza upuzi kama huo mbele yangu mimi. Jua hata sasa hivi jua, na kama hutajua nitakusaidia mimi kufa. Jamani mume wangu, mbona sasa unashindwa kutumia busara? Ilibidi sasa mama yake na Samantha aingilia kati kutokana na mmewe kuonyesha kutojali kabisa tishio kubwa lililokuwa limetolewa na binti yao. Kwanza Edmund sio mtu ambaye amenipiga risasi mimi. Wewe baba ndio ulikuwa na bunduki na ukataka kumuua kaka wa watu. Ishia hapa hapa nakwambia, sawa? Mimi ni baba yako na ndiye ambaye nimekuzaa. Kuvuta chagua mwenyewe usimame upande gani. Kama unataka kushirikiana na huyo mshenzi mwenzako niambie sasa hivi. Nitamke kwamba kuanzia leo wewe sio mtoto wangu abadan. Samantha, hebu acha kubishana na babako, sawa? Nisikilize mwanangu. Na wewe mume wangu, basi kwa nini tusitafute muda mwingine wa kuyazungumza ya matatizo badala ya kuzungumzia hapa hospitali? Sidhani kama hapa ni sehemu sahihi kabisa sisi kuzungumza jambo kama hili. Alikuwa anazungumza vile tu mama yake na Samantha kwa upole kabisa. Baba yake na Samantha alishusha pumzi ndefu na kuweka matunda na juisi ambavyo hivi alikuwa amemnunulia mgonjwa, na kisha alitoka bila hata kuzungumza jambo lolote lile. Mwanangu, jikaze, usibishane na babako kwa chochote kile, sawa? Uone kabisa kwamba anaonekana ni mtu aliyechanganyikiwa. Msije mkasababisha matatizo mengine zaidi. Mama, mimi kusema kweli nimeshasema tayari.
kama hamtokwenda kumtoa Edmund polisi, tusilaumiane kabisa kwa kile ambacho kitakachotokea. Alizungumza vile Samantha na kwa anaangua kilio cha kwikwi pale pale. Mama yake alikuwa na kazi ya ziada kumtuliza, lakini bado alikuwa ameshikilia msimamo wake ule ule kwamba kama Edmund hatotolewa polisi, basi yeye atajimaliza mwenyewe. Kusema ukweli, siku yake ya kwanza Edmund ilikuwa ni ngumu mno kule mahabusu, kwa sababu katika maisha yake yote alikuwa hajawahi kabisa kuingizwa mahabusu hata siku moja, wala alikuwa hajawahi kabisa kufikiria kama inaweza kutokea hata siku moja akawekwa nyuma ya nondo kama hivi. Kitendo hicho kilimvuruga sana kichwa chake, akajikunyata kama kifaranga cha kuku kilicholawanishwa na mvua. Aliona kama saa zilikuwa zinakwenda taratibu mno. Muda ulikuwa unazidi kuyoyoma na utaratibu alikuwa anaanza kuzoea mazingira ya selo. Ile hewa nzito iliyokuwa inampatia sana shida kupumua mwanzo wakati anaingizwa, alianza kuiona kwamba ilikuwa ni hewa ya kawaida tu. Siku hiyo ilipita, lakini mpaka adhana ya alfajiri nasikika kuashiria kwamba ni mwanzo wa siku mpya, Edmund hakuwa amelala hata kidogo. Muda wote alikuwa anaendelea tu kusumbuliwa na mawazo machungu ndani ya moyo wake. Muda mwingine alikuwa anajikuta alikuwa anashindwa kabisa hata kuyazuia machozi yasiolowanisha uso wake. Baadaye mahabusu wengine walianza kuamka mmoja mmoja baada ya mwingine, na walikuwa wanamkuta Edmund alikuwa kwenye mkao ule ule ambao walikuwa wamemwacha nao kabla ya kulala. Wakawa sasa wanamzodoa na kisha kumchokoza kwa maneno ya hapa na pale, lakini mwenyewe wala hakuwa anajali kabisa. Muda ulikuwa unazidi kwenda mbele, na baadaye sasa wafungwa wote walitulia mara baada ya kusikia mlango wa mahabusu ulikuwa unafunguliwa, kama ulivyokuwa utaratibu wa askari wanapoachiana zamu kuhakikisha kama mahabusu wote wapo salama. Ndicho kilichokuwa kinafuata, ambapo mmoja baada ya mwingine alianza kuitwa jina ili kusudi kuhakikisha kama yupo. Mara baada ya kukabidhiana, wale askari sasa waliokuwepo usiku waliondoka na kwenda kupumzika. Waliingia askari wengine ambao hawa taratibu za kazi ziliendelea kama kawaida. Mahabusu waliletewa chai, wakawa sasa wanaitwa mmoja baada ya mwingine kwenda kupokea mizigo yao. Edmund alijua kabisa kwamba kuna mtu ambaye anaweza kwenda kumuona kutokana na jinsi tukio lenyewe lilivyokuwa, kwa sababu hata kazini alikuwa haendi kwa siku kadhaa tangu siku aliponusurika kufa mara baada ya kukutana na Samantha kwa mara ya kwanza kabisa. Mpaka leo hii alikuwa hajaenda kabisa kazini. Akajua kabisa kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa taarifa za mahali alipokuwafikia watu wake wa karibu. Alichokuwa nasubiria yeye ilikuwa ni miujiza tu. Muda ulikuwa unazidi kwenda mbele, na majira kama saa 6 mchana Edmund alishtuka sana mara baada ya kusikia jina lake lilikuwa linaitwa na askari ambaye huyu alikuwa mlangoni. Haraka haraka aliinuka na kisha kumfuata askari huyo. Alitolewa mpaka nyuma ya kaunta bila kusemeshwa chochote. Alishangaa kweli kweli, alikuwa anarudishwa vitu vyake kama vile mkanda pamoja na vitu vingine vyote ambavyo alikuwa amevoliwa jana yake wakati anaingizwa hapa selo. Mheshimiwa, kijana mwenyewe ndio huyo? Askari yule aliyomfuata Edmund selo aliuliza vile. Edmund alikuwa anageuka huku na kule kuangalia ni nani ambaye alikuwa anajibu swali hilo, kwa sababu hakukuwa na mtu yoyote ambaye yeye alikuwa anamjua. Ndio, ni yeye, alizungumza vile mwanaume wa makamu ambaye huyu alikuwa ndani ya gari ambalo hili lilikuwa na vioo vyeusi ambavyo vilikuwa vimeshushwa kidogo. Shikamoo. Edmund alimsabahi mwanaume huyu kwa hofu, na huku alikuwa makini kweli kweli kumchunguza kama alishawahi kumwona sehemu, lakini kumbukumbu zake hazikumpatia majibu kabisa. Ingia ndani ya gari, alizungumza vile mwanaume huyu bila hata kujibiwa salamu yake. Edmund alitafakari kama aingie kwenye gari kama ambavyo alikuwa anaambiwa au la, kwa sababu hakuwa na imani kabisa na usalama wake. Akawa sasa na hisi jambo lolote linaweza kumtokea, hata kuuawa kinyama kutokana na jinsi babake Samantha alivyokuwa anaonyesha kuwa alikuwa na hasira. Akiwa bado tu anasuasua, Edmund aliingizwa kwenye gari na ule askari aliyekuwa amemtoa mahabusu. Alishangaa kweli kweli, naye alikuwa anaingia kwenye gari na safari ya kuondoka katika eneo hilo ilianza. Kitendo cha huyo askari naye kuingia ndani ya gari kidogo sasa kikampatia amani Edmund ndani ya nafsi yake. Alikuwa na uhakika kwamba hakuna jambo lolote baya ambalo linaweza kumtokea wakati askari huyo yupo. Safari ilikuwa inaendelea. Dereva alikuwa anaendesha gari kwa kasi kweli kweli kama mtu anayewahi tukio fulani hivi. Muda mfupi mbele waliwasili Kinondoni. Gari likaacha barabara kubwa ya lami na kisha kuingia kwenye barabara za mitaani. Lilikuwa linazidi kukata mitaa kabla ya baadaye kutokeza mbele ya jengo kubwa la ghorofa kadhaa ambalo hili ndani yake kulikuwa na hospitali ya Planet Health au PH kama wengi walivyozoea kuiita.
Sifa kubwa ya hospitali hii ilikuwa ni huduma zake za daraja la kwanza kabisa za afya, ambapo ilisha gharama zake kwa kubwa, lakini watu wengi kutoka familia tajiri walikuwa wanapenda sana kwenda kutibiwa hapa kutokana na ubora wa huduma zake. Japokuwa Edmund alikuwa hajawahi kabisa kutibiwa hapo, lakini alikuwa akizifahamu vyema kabisa sifa za hospitali hii. Hata hivyo, tofauti na siku nyingine zote, eneo lote la hospitali hii lilikuwa limezingirwa na umati mkubwa wa watu, kuashiria kwamba kulikuwa na tukio kubwa ambalo hili lilikuwa linagusa hisia za watu wengi kiasi cha kuwa lazima kuacha kazi zao na kubaki walikuwa na shangaa. Kuna kitu gani tena hapa? Edmund alikuwa anajiuliza pale maswali, na huko alikuwa anaendelea tu kushangaa jinsi umati wa watu ulivyokuwa mkubwa katika eneo hilo. Miongoni mwa watu wale aliona kwamba kulikuwa na waandishi wa habari waliokuwa busy kupiga picha huku na kule, na huku wengi macho yao yalikuwa juu kabisa ya jengo ambalo hili lilikuwa na ghorofa 10. Tumefika kijana, hebu shuka kwenye gari, alizungumza vile ule dereva. Askari ambaye alikuwa amekaa na Edmund alifungua mlango na kisha kumshika mkono Edmund. Yule dereva naye aliteremka kwenye gari na kisha kuloki gari yake. Yule askari akawa sasa na mwongoza Edmund kupenya kwenye umati mkubwa wa watu waliokuwa katika eneo hilo kuelekea mapokezi, na huku yule mwanaume mwingine alikuwa anawafuata kwa nyuma. Mungu wangu, kwani kuna kitu gani ambacho kinaendelea hapa? Mbona mapigo yangu ya moyo yanakwenda kwa kasi kama hivi? Edmund alikuwa anaendelea tu kujiuliza maswali wakati walikuwa naelekea mapokezi, na mpaka muda ule bado hakuwa anaelewa kabisa kilichokuwa kinaendelea pale kilikuwa ni kitu gani. Wengi wa watu na jinsi walivyokuwa na taharuki vikazidi kumchanganya kweli kweli kichwa chake bwana Edmund. Mhusika huyu hapa tumekuja naye, tunaomba msaada wa kumfikisha juu haraka iwezekanavyo kabla mambo hayajaharibika. Yule mwanaume alizungumza vile na askari wengi waliokuwa na silaha waliokuwa wametanda pale mapokezi. Edmund alikuwa anazidi kupigwa tu na butwa mara baada ya kusikia akiwa anatajwa kwamba yeye ndio alikuwa na mhusika. Akiwa bado anaendelea tu kujiuliza maswali yasiyokuwa na majibu, Edmund aliingizwa kwenye lifti chini ya ulinzi wa yule mwanaume, akabonyeza kitufe ukutani. Lifti ikaanza kupanda juu mpaka ilipofika kwenye ghorofa ya mwisho kabisa. Haraka haraka waliteremka kwenye lifti, na huko Edmund alikuwa anaendelea tu kushangaa huku na kule. Akashangaa yule mwanaume alikuwa anaelekea kwenye ngazi ndogo ambazo zilikuwa zinaelekea upande wa juu kabisa wa jengo, mali ambapo hakukuwa kunatumika kabisa. Nifuate haraka haraka, alizungumza vile huyu mwanaume. Wakawapita askari wengine wawili ambao hao walikuwa wamesimama katika eneo hilo. Kila mtu alikuwa na silaha mkononi. Walipanda ngazi hizo na kutokeza mpaka juu kabisa ya ghorofa hilo. Mungu wangu, alistaajabu kwelikweli Edmund kwa mshtuko mkubwa mara baada ya kukutana uso kwa uso na babake Samantha, ambaye huyu alikuwa amemshikilia mama yake Samantha ambaye alikuwa analia kwa uchungu, na huko alikuwa analitaja jina la mtoto wake Samantha kama alikuwa anamsihi jambo fulani hivi. Edmund akiwa bado tu anatazama na tuna mzee huyo, na ukujasho jembamba lilikuwa linamtoka. Aligundua vizuri kabisa kwamba macho yake yalikuwa yamevimba na kubadilika rangi na kuwa mekundu. Hiyo ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa analia kutokea muda mrefu. Amekuja alizungumza vile babake na Samantha kwa kifupi, na kusababisha mkewe ambaye alikuwa anaendelea kulia apatwe na mshtuko mkubwa. Akajitoa mikononi mwake na kisha kusimama wima, akawa sasa na mkodolea macho Edmund, na huko alikuwa ni kama haamini hivi. Nakushukuru sana Edmund kwa kuja, tuko chini ya miguu yako, tunaomba utusaidie, alizungumza vile mwanamke huyo na kumvaa Edmund katika mwili wake, na huko alikuwa anaendelea tu kulia. Bado Edmund hakuwa anaelewa kabisa chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Ilibidi waanze sasa kumfafanulia kwa kina. Samantha anataka kujirusha gorofani. Edmund ameweka mgomo kabisa kwamba kama asipokuwa na basi leo hii ndio mwisho wa maisha yake, alizungumza vile mamake na Samantha, na huko alikuwa anaendelea tu kulia. Mungu wangu, yuko wapi sasa? aliuliza vile Edmund, na huko na sasa alikuwa anaonyesha kuchanganyikiwa kuliko kawaida. Alikuwa anatambua jinsi msichana huyo mrembo alivyokuwa anampenda kwa dhati kabisa, lakini alikuwa hajawahi kabisa kudhani kama eti siku moja kwamba anaweza kuchukua maamuzi kama hayo kisa mapenzi. Yuko nyuma ya haya matanki ya maji hapa, hataki mtu yoyote amsogelee, ndio maana tumekaa mbali. Tunakuomba sana, nenda kazungumze naye, alizungumza vile mama yake na Samantha, na huko alikuwa anaendelea tu kulia. Yule mwanaume aliyokuwa ameongozana na Edmund kutokea kule kituo cha polisi alitingisha kichwa kuashiria kuunga mkono kilichokuwa kinazungumza na mwanamke huyo. Edmund akaelekezwa upande ambako alikuwepo Samantha na kutakiwa kuwa makini.
kwa sababu kwa hali ambayo alikuwa nayo, Samantha alikuwa tayari kufa muda wote ule. Huku akiwa anatetemeka kabisa, Edmund alianza kutembea kwa kunyata kuelekea upande ule ambao alikuwa ameelekezwa. Mara baada ya kuyavuka matanki yale makubwa ya maji yaliyokuwa yakisambaza maji kwenye jengo zima, alitokeza kwenye wazi ambapo aliweza kumwona vizuri kabisa Samantha. Alikuwa amesimama kwa msaada wa magongo tu kutokana na mguu wake mmoja kujeruhiwa kwa risasi. Alikuwa amesimama kwenye kingo za ghorofa hilo. Alikuwa amevalia nguo ambazo wanavaa wagonjwa wanaolazwa kwenye hospitali hiyo, na huku alikuwa anaonyesha kwamba hakuwa na hata chembe ya hofu katika moyo wake. Samantha. Samantha. Edmund alikuwa anaita vile kwa sauti ya upole, na huku alikuwa anaendelea tu kutembea taratibu kumfuata msichana huyo ambaye muda wote alikuwa anawatazama tu mamia ya watu waliokuwa wamefurika chini ya ghorofa hilo. Walikuwa na shauku kubwa kweli kutaka kuona ni jambo gani ambalo linataka kutokea. Samantha, ni mimi Edmund, nimekuja mpenzi wangu. Alizungumza vile Edmund kwa sauti ya kubembeleza, lakini msichana huyo hakutaka kabisa hata kugeuka. Aliendelea kutulia vile kama asikii chochote ambacho Edmund alikuwa anazungumza. Samantha, tafadhali sana, niko chini ya miguu yako mpenzi wangu, naomba ugeuke unitazame. Nimekuja kukuchukua. Nakupenda sana na siko tayari kabisa kuona jambo lolote baya linakutokea mpenzi. Edmund alikuwa anaendelea tu kumbembeleza msichana huyo mrembo. Taratibu sasa Samantha alianza kugeuza shingo yake, na muda mfupi mbele alikuwa anatazama na uso na Edmund. Mungu wangu, kumbe ni wewe mpenzi wangu. Siamini Edmund wangu. Alikuwa anazungumza vile msichana huyo na kuanza kuangua kilia kwa nguvu pale. Edmund alikuwa anazidi kumsogelea, na huko alikuwa anamuonyesha ishara kwamba naye sasa asogee ili wakutane katikati. Jambo ambalo Samantha ni kweli kabisa alitii na kuanza kujikongoja na magongo yake, na huko alikuwa anaendelea kulia kwa uchungu kweli. Hatimaye walikutana ambapo Samantha alitupa magongo yake yote na kumrukia Edmund. Alimkumbatia kwa nguvu, na huko alikuwa anaendelea tu kulia kwa sauti kubwa, kufumba na kufumbua askari kadhaa waliokuwa na silaha waliozunguka na kuhakikisha Samantha asogei tena kule ambako alikuwa anataka kujirusha na kujiua. Wazazi wa Samantha na sasa walisogea katika eneo hilo. Kila mtu alikuwa anatoka na machozi ya furaha, kwa sababu hawakuamini kabisa kwamba hatimaye Edmund alikuwa amefanikiwa kumwokoa kutoka kwenye shimo la mauti. Waandishi wa habari pia akiwemo Erasto Kayombo wa Simulizi Mix nao hawakuwa nyuma. Kila mtu alikuwa anapiga picha kwa kasi kuhakikisha akosi tukio hata moja. Ni kitu gani kimekusibu tena mpenzi wangu? Unajua kabisa Edmund, siwezi kabisa kuishi bila wewe. Na ndio maana nikafikia hatua kama hii ya kutaka kabisa kukatisha maisha yangu mara baada ya kujua kwamba wameenda kukufunga kwa makosa ambayo haujayafanya. Alizungumza vile Samantha kwa uchungu, na kisha kambusu Edmund mdomoni, na huko alikuwa anaonyesha kuwa mwenye hisia nzito kweli. Usijali kabisa mpenzi wangu, mimi niko salama kabisa, sawa? Alizungumza vile Edmund, na huko naye sasa alikuwa anambusu Samantha katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Hakuna ambaye alikuwa amejali kwamba pale walikuwa wamezungukwa na askari, lakini pia kulikuwa na uzazi wa Samantha na waandishi wa habari wengi tu. Kila mtu alikuwa anamuonyesha kwa vitendo mwenzake jinsi ambavyo alikuwa anampenda kwa dhati kabisa. Muda mfupi baadaye madaktari wawili na manesi walifika eneo hilo na kisha kusimama pembeni kusubiri maelekezo yatakayotolewa. Afande, naomba mgonjwa arudishwe wodini kwa sababu hali yake bado sio nzuri. Hapana dokta, inabidi usubiri kwanza. Si unajua kujaribu kujiua ni kosa kisheria. Alizungumza vile askari mmoja ambaye huyu alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa na mamlaka kuliko wenzake. Baba yake na Samantha akamvuta pembeni ya askari huyo na kisha kuanza kuzungumza naye. Muda mfupi mbele sasa amri ikatolewa kwamba Samantha arudishwe wodini na kisha Edmund arudishwe kule ambako alikokuwa. Mimi sitokwenda sehemu yoyote bila kuwa na Edmund, nawaambia kabisa. Na kama mnataka nirudi wodini lazima niende naye. Alizungumza vile Samantha, na huko alikuwa anamng'ang'ania Edmund katika mwili wake. Askari wakatazama, na kisha ule kiongozi wao sasa akaomba kuzungumza tena na babake na Samantha. Wakawa wanajadiliana ni kitu gani wafanye pale. Mzee, unampenda binti yako? Nampenda sana ndio, lakini sasa siko tayari kabisa kumwona akiwa na huyu mshenzi. Haiwezekani kabisa. Kwani kikubwa kinachofanya umchukie sana huyu kijana ni kitu gani? Huyu kijana anamtumia mwanangu kimapenzi tu. Na kama hiyo haitoshi, alijaribu kumuua kwa kumpiga risasi, na tayari kesi yake imeshafunguliwa kituo cha polisi Oysterbay.
Lakini mbona inavyoonyesha ni kama wanapendana sana. Huyu kijana kweli anaweza kujaribu kumuua msichana anayempenda kiasi hiki? Na je, kama huyu msichana mwenyewe alikuwa ameshajua kwamba mpenzi wake anataka kumuua, angekuwa anamuita na kumhitaji aje kabla yeye kujua kweli? Kwa hiyo unafikiri kwamba mimi nazungumza uongo, si ndio manake? Hapana, sio hivyo mzee wangu. Najaribu kuzungumza tu uhalisia na kuona namna gani tunaweza kufanya kusudi jambo kama hili lisitokee tena. Unafikiri kama juhudi kubwa za kwenda kumtoa mabosi kijana zisingefanyika, mwanao angekuwa hai mpaka sasa hivi unavyodhani? Angeshakuwa amejirusha gorofani. Haulioni kwamba hili ni tatizo? Kwa sasa unataka kusemaje afande? Najua una hasira sana na kijana, lakini sasa mimi nakuomba sana uongozwe na busara katika ile kuliko hasira. Utasababisha madhara makubwa sana kwa binti yako mwenyewe. Kama kweli unampenda, kwa muda huu mpatie uhuru wa kufanya kile ambacho anataka mpaka atakapopona na kuwa sawa kiakili. Kwa sababu kwanza sio mtoto mdogo kama ambavyo nafikiria. Huyu ni binti mkubwa ambaye anaweza kuwa na maamuzi yake mwenyewe. Alizungumza vile askari huyo na kuendelea tu kumsisitiza babake Samantha kwamba kitendo chake cha kuendeleza ubabe dhidi ya Edmund kingeweza kusababisha madhara makubwa zaidi. Mara baada ya majadiliano ya muda mrefu sasa, hatimaye mzee huyo aliamua kuruhusu kwa shingo upande Edmund akae udini na Samantha, lakini kwa maelezo kwamba ni lazima aendelee kuwekwa chini ya ulinzi vile vile. Mara baada ya askari kujadiliana nao sasa, walikubaliana kwamba kwa sababu ya hali halisi ilivyo, Edmund aachiliwa kwa dhamana na uchunguzi zaidi ukiendelea kufanywa. Nakushukuru sana Samantha mpenzi wangu. Asante sana. Asante kwa lipi Edmund. Nimejua nilikuwa natakiwa na kushukuru wewe, unajua. Hapana, mimi nakushukuru kwa msimamo wako thabiti, umesababisha niachiwe kwa dhamana. Mabusu kubaya sana mpenzi wangu, usiombe yakukute, bora hata usimuli wetu. Alizungumza vile Edmund na huko alikuwa anatingisha kichwa chake, ishara ya kwamba alikuwa anahuzunika. Usijali kabisa Edmund, nikisema nakupenda na maanisha kweli kweli nakupenda. Ni bora nife kuliko hata kuishi bila kuwepo wewe. Alizungumza vile Samantha na huko alikuwa anaonyesha kumaanisha kile ambacho alikuwa anazungumza. Waliendelea tu na mazungumzo ya hapa na pale, na huko Edmund alikuwa anamsihi asirudie tena kufanya jaribio jingine la kuyakatisha maisha yake, kwa sababu Mungu siku zote hajaribiwi. Sawa, nimekuelewa mpenzi wangu, lakini mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani tena mke wangu mtarajiwa? Nilikuwa nawaza kwamba kabla hatujatokewa na haya matatizo, tulikuwa tumepanga tutoroke na kwenda kuishi mbali kabisa na jiji hili ili kusudi tuwe huru. Bado nataka mipango yetu iendelee, na kama tulivyowaza mwanzo kwamba tuende hata Tanga, Mwanza, Arusha au hata Njombe kule kwa kina Felix Mwenda, maana nasikiaga ni kuzuri sana kama Mbogolendi tu mpaka upone. Lakini mpenzi wangu Samantha, unafikiri tutaondokaje ukiwa na hali kama hiyo? Isitoshe hata mimi nimeachiwa kwa dhamana. Tuone kama itakuwa ni tatizo jingine kama nikitoroka, itakuwa ni kesi kubwa zaidi. Kwa sasa tutafanyaje mpenzi wangu? Kwa hapa tulipofikia sasa inabidi tuwapole tu. Haya mambo tuachie atulie kwanza, na kisha mara baada ya hapo ndio tutajua ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya. Alizungumza pale Edmund, lakini Samantha akaonyesha kutokubaliana kabisa na maelezo hayo. Waliendelea tu kujadiliana kwa muda mrefu, lakini bado hawakufikia makubaliano. Alafu ni muda wa mimi kwenda kazini kuripoti, najua maana tangu nilipopatwa na matatizo sijaenda kabisa hata siku moja, kwa hivyo wajui kabisa niko wapi. Wala huna haja kuwa na wasiwasi kabisa kuhusu kazi mpenzi. Hata ukiacha kazi, naamini kabisa kwa pesa ambazo mimi niko nazo tutaishi tu kwa raha mstarehe kwa kipindi kirefu tu, wakati tukiwa tunaangalia upya namna gani ya kuyajenga maisha yetu. Alizungumza pale Samantha. Edmund alimuitikia tu ili kusudi kumridhisha, lakini katika moyo wake alikuwa amepanga kabisa kwamba atakapopata tu nafasi lazima aende kazini kwao. Mara baada ya wawili wale kukaa pamoja wodini kwa muda mrefu, na huku Samantha alikuwa anaonyesha kuchangamka sana, tofauti na kabla ya ujio wa Edmund. Mama yake na Samantha aliingia akiwa na mfanyakazi wake wa nyumbani. Walikuwa na vyakula kwa ajili ya wawili hawa. Nakushukuru sana babangu kwa kutusaidia kumtuliza huyu mwenzako. Nakuomba sana usimsikilize babake, nisikilize mimi pamoja na Samantha. Upo kwenye mikono salama. Alizungumza vile mamake na Samantha. Edmund aliitikia kwa adabu na kumshukuru kwa yote.
Chakula kiliandaliwa vizuri kabisa, ambapo tofauti na siku zote Samantha alikula sana na huku alikuwa anaendelea kupiga stories hapa na pale na mpenzi wake Edmund. Walikuwa nacheka kwa furaha kweli kweli wawili hawa. Mwanangu, naomba kila muda wa chakula ukifika unahakikisha unakula na Samantha, sawa? Unajua siku zote wanatusumbua sana ikifika wakati wa kula. Lakini leo amekuwa na huko pembeni yake mpaka nimeshangaa jinsi anavyokula. Akiendelea hivi hivi atapona haraka mwanangu. Alizungumza vile mamake na Samantha na kusababisha wote waangue kicheko. Mara baada ya kuona kwamba mpango wake wa kuwatenganisha Samantha pamoja na Edmund umeshirikana kwa njia za kawaida, baba yake na Samantha aliondoka hospitalini hapo bila kuaga, na huko alikuwa na hasira kali ndani ya moyo wake. Lazima kile kibabu Shiwinga kitakuwa kinajua kila kitu na kiliamua kunificha tu kile. Sasa leo ndio anakwenda kukifunza kabisa adabu. Alizungumza vile babake na Samantha, na huko alikuwa kwenye gari lake. Alikuwa na chanja mbuga kuelekea Bagamoyo nyumbani kwa mganga Shiwinga, na huko kiunoni mwake alikuwa na bastora kama kawaida. Kwa yote yaliyotokea, babake na Samantha alikuwa anahisi kabisa kwamba mganga Shiwinga alikuwa amemsaliti, na adhabu pekee ambayo alikuwa anastahili ilikuwa ni kifo tu. Hakuna kitu ambacho hakuwa tayari kuona kinatokea kama utajiri wake kupukutika kwa sababu ya makosa ya mwanae kuruhusu kuingiliwa kimwili na mwanaume. Hakuwa tayari kabisa kwa hilo mzee huyo. Nitafanya kila kitu kwa ajili ya kulinda utajiri wangu, hata ikibidi kuua watu wote wanaonikwamisha. Alikuwa anajizungumzisha vile babake na Samantha, na huko alikuwa anakanyaga mafuta na kusababisha gari iliyo linakimbia kwa kasi kubwa kweli kweli. Mara baada ya takriban dakika 30 tayari alikuwa ameshawasili Bagamoyo. Akaiacha barabara ya lami na kisha kuingia upande wa kulia na kuanza kuifuata barabara nyembamba ya vumbi ambayo hii ilikuwa inaelekea moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mganga huyo. Akawa anazidi sasa kukanyaga mafuta kuelekea nyumbani kwa mganga Shiwinga, na huko mara kwa mara alikuwa anakagua bastora yake kama iko sehemu husika. Kwa jinsi alivyokuwa amekasirika, alikuwa tayari kufanya jambo lolote. Roho ya kishetani ilikuwa imeshampanda kichwani. Hakukuwa na kitu chochote cha kumzuia kutimiza azima yake mzee huyo. Mganga Shiwinga akiwa anaendelea tu na majukumu yake ya kawaida ya kuandaa dawa za mitishamba na tunguli za kufanya shughuli zake za kiganga, alishtuka kweli kweli kwa kwamba nywele pamoja na vinyoleo vyake vilikuwa vinasisimka kwenye mwili wake. Ni kitu gani tena hiki? Alizungumza vile, na huko alikuwa anaacha kila ambacho alikuwa anakifanya na kukimbilia kwenye chumba chake cha uganga. Kusisimka kwa nywele na vinyoleo mwili mzima ilikuwa ni ishara tosha kabisa kwamba kuna jambo halikuwa sawa sawa. Haraka haraka alikaa kwenye mkao maalum na kuseti mitambo yake ya kiganga kwa lengo la kutaka kuona kilichokuwa kinakaribia kutokea. Ndani ya muda mfupi tu baadaye tayari rada zake zote zilikuwa zimeshaweza kumwonyesha kilichokuwa kinataka kutokea. Kwa kutumia nguvu zake za giza alifanikiwa kabisa kumwona babake na Samantha. Alikuwa anakuja kwa kasi kubwa, hali iliyokuwa inaashiria kwamba lazima atakuwa anakuja kwa shari tu. Akashusha pumzi ndefu na kuanza kutafakari ni kitu gani anaweza kufanya. Japokuwa mzee Shiwinga alikuwa amefanya kazi kwa kipindi kirefu na babake na Samantha, alikuwa anazijua akili zake vizuri kabisa zinavyoweza kubadilika anapokuwa na hasira, hasa kwa mambo ambayo yalikuwa yanahusu utajiri wake. Akajua kabisa kwamba kama asipochukua tahadhari mapema anaweza kumdhuru kweli, kama ambavyo alifanya kwa Samantha wakati akijaribu kumdhuru Edmund. Haraka haraka sasa alinuka na kisha kutungua furushi ambalo hili lilikuwa kwenye paa la nyumba yake. Akalitoa furushi hilo na kuanza kupekua. Akatoa kimfuko kidogo cha ngozi ya mnyama wa porini ambacho hiki ndani yake kulikuwa na unga mweusi hivi. Akachukua shuka jekundu na kisha kujifunika nalo, na huko katikati ya miguu yake alikuwa ameweka kitezo ambacho hiki kilikuwa na mkaa. Alianza kunyunyizia ule unga mweusi kwenye mkaa ule wa moto, na huko alikuwa anazungumza kwa lugha ambayo mimi na wewe hatuwezi kabisa kuijua. Moshi mwingi mweusi ulianza kufuka na kusambaa eneo lote la nyumba yake. Aliendelea tu kunoiza hivyo kwa muda mrefu. Upande wa pili sasa baba yake na Samantha alikuwa anazidi kukanyaga mafuta, lakini tofauti na siku zote. Alishangaa kweli kweli, alikuwa anazidi kuchanja mbuga tu bila kufika nyumbani kwa mganga huyo. Nimepotea nini? Mbona maeneo kama haya sijawahi kabisa kufika kila siku wakati na kuja kwa mganga huyo? Alikuwa anajiuliza vile mara baada kuona kwamba alikuwa anazidi kuchanja mbuga tu bila kufika. Ilibidi atafute nafasi ya kugeuza gari lake. Alikanyaga mafuta kwa kasi kurudi kule ambako alikuwa ametoka, na huku alikuwa makini kweli kweli kuangalia njia ya kuchepuka kuingia nyumbani kwa mganga huyo.
Hata hivyo, mpaka anafika kwenye barabara ya lami ya kuelekea Bagamoyo mjini, hakuwa amefanikiwa kabisa kuiona njia hiyo ya kuelekea nyumbani kwa mganga Shiwinga. Alibaki amepigwa na butwatu. Alitafuta sehemu ya kugeuza gari na kuanza tena safari ya kuenda kwa mganga huyo. Je, ni kitu gani kitaendelea? Tunaona kwamba mganga ameshafanya yake na kumpoteza maboya kabisa babake na Samantha. Karibu sana. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 6. Mimi naitwa Felix Mwenda.